Tunatoa mimba kwa bei nafuu sana. Why offer hii? Nimepita mahali nimekuta mtu yuko live TikTok anaeleza kwamba anatoa mimba kwa bei nafuu na ameweka pale mpaka contact zake. Sio kwa ajili ya kulaumu au kukosoa, lakini nataka uone tu ni kiasi gani tupo kwenye sehemu ambayo hatukutarajia kufika. Okay, mimi siko na hayo. Nataka nikuambie ya kwamba hivi karibuni kumekuwa na utafiti ambao umeonyesha ya kwamba ikiwa utatibu PID kutoka kwenye chanzo, kuna uwezekano wa kupata matokeo ndani ya siku 3, 7 mpaka 11. Hii imekaaje? Tukubaliane ya kwamba maambukizi ya PID ni kutoka kwenye sehemu ya chini ya uzazi wa mwanamke kupanda juu kwenye sehemu za ndani kama uterus, fallopian tubes au ovary. Maambukizi haya yanaweza kuwa ni ya bacteria, virus, pengine fungus. Vyote vinaweza kupelekea PID, na jambo baya ni kwamba dalili zake huwa zinajitokeza baada ya muda fulani kufika au zinatulia kwa muda fulani na kisha kurudi. Mfano, maumivu ya nyonga, yani chini ya kitovu au sehemu ya nyuma ya kiuno. Mara nyingine kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya. Ukitumia antibiotic yoyote, mara nyingi maumivu pamoja na kero hizi zinapoa kidogo. Then baada ya mwezi au muda fulani shida hizi zinarudi. Kama nakosea au nadanganya niambie kwenye comment. Lakini pia kitu kikubwa kuhusu PID ni pale ambapo unapata tiba ambayo itahusisha dawa ambayo inashambulia virus, bacteria pamoja na fungus, kiufupi microorganism wote. Dawa hii inabidi ihusishe kutumika kwenye mishipa ya damu ili kusudi mzunguko wa damu wa eneo lile la mji wa kizazi pamoja na uzazi mzima wa mwanamke usafishwe na kuondolewa changamoto zote hizi. Kwa maelezo yangu natosha kusema ya kwamba hauwezi kutibu PID kwa kutumia mitishamba. Kama nadanganya, niambie kama ushawahi kunywa mtishamba wote alafu ukapona PID. Na kama umewahi kupona ni swala la muda tu, au tukubaliane ya kwamba maambukizi hayakufika juu, hayakufika kwenye ovary, uterus, ulikuwa unaanza. Ila kama una PID umewahi kuitibu na haijapona, achana na mitishamba. Slide kwenye inbox yangu, okay? Niambie nikupe msaada. Naweza kukusaidia na kutoa kwenye hili kwa muda mfupi sana. Watu wote ambao wamepata msaada kwangu wamesahau kabisa adha ya kuja kujitibu PID baada ya muda fulani. Usijimilikisha PID, kwa maana si sifa nzuri. Mwisho wa siku utaingia kwenye ugumba na maumivu ambayo yatakugharimu pesa nyingi. Hii ni Swahili Medics. Unaweza kumtagi rafiki yako aje ajifunze, lakini pia niandikie comment kama kuna kitu unahitaji niongelee kuhusiana na afya yako. Mubaki salama, chao.